Salemu. Maana yake mfalme wa amani. Mfalme wa amani. Hana baba, hana baba, hana mama, hana mwana, hana wazazi, hana wazazi, hana mwanzo wa siku zake, hana mwanzo wa siku zake, wala mwisho wa uhai wake, wala mwisho wa uhai wake, bali amefananishwa na mwana wa Mungu. Ndio huyo adumu kuhani milele, anadumu kuhani milele. Basi angalieni jinsi mtu huyu alivyokuwa mkuu, ambaye Ibrahim baba yetu mkuu alimpa sehemu ya 10 ya nyara, alimpa sehemu ya 10 ya mateka yake. Na katika wana wa Lawi nao, wale waupatao ukuhani, wale walioingia kwenye uchungaji, wana amri kutoa sehemu ya 10 kwa watu wao. Nao walipewa nguvu hii ya kupokea fungu la 10 kwa watu wao, yaani ndugu zao, kwa agizo la sheria, ijapokuwa wametoka katika viuno vya Ibrahimu, bali yeye ambaye uzazi wake haukuhesabiwa kuwa umetoka kwa hao, alitoa sehemu ya 10 kwa Ibrahimu, akambariki yeye aliye na ile ahadi. Wala haikanushiki kabisa kwamba mdogo ubarikiwa na mkubwa. Na hapa wanadamu wapatikanao na kufa hutoa sehemu ya 10, bali huko yeye ashuhudiwaye kwamba yu hai, tena yaweza kusemwa ya kuwa kwa njia ya Ibrahimu, hata Lawi apokeaye sehemu ya 10, alitoa sehemu ya 10. Kwa maana alikuwa katika viuno vya baba yake. Muulize jirani yako, uko kwenye viuno vya nani? Kuna Walawi walipokea baraka, ndio, kwa sababu walikuwa kwenye viuno vya baba yao. Yes. Wewe unapokea baraka, uko kwenye viuno vya nani? Neno la Mungu ina haleluya, linapasua kichwa kidogo. Biblia inasema Ibrahimu alipokutana na Melkizedeki, ndio, alimtolea fungu la 10. Ndio. Kitendo cha Ibrahimu kumtolea Melkizedeki fungu la 10, ndio, watoto wote waliokuwa katika kiuno chake, ndio, wakatoa fungu la 10. Yes. Na kokote walikokwenda, walibeba baraka za Ibrahimu. Yes. Uko kwenye kiuno cha nani? Ili uweze kubeba baraka za Mungu aliye hai. Ibrahimu amepewa mtihani wa kumjua baba yake. Kumbuka, Ibrahimu anasema ndio baba yetu mkuu, lakini na yeye alipewa mtihani wa kumjua nani? Baba yake. Wa kumjua nani? Baba yake. Alafu Mungu hamwambii baba yako Ibrahimu ni nani. Anatoka vitani, alafu anakuta kuna mtu mmoja anaitwa Melkizedeki, anakuja, anatokea naye, anatembea, wala hajamwambia mimi ndio baba yako, hajamwambia njoo nikuchunge, hajakwambia njoo kae hapa. Anaenda tu kama ambavyo wewe uko hapa, huwezi kujua nini kilichokuvuta mpaka ukaja hapa. Yes. Kwa sababu hata neno la Mungu linasema hakuna mtu atakaye kuvuta uende kanisani. Asema hakuna mtu ajaye ndani ya nyumba yangu asipovutwa na mimi. Yes. Je, uliwahi kujiuliza ni spiritual ipi iliyokuvuta ukafika hapa? Ni nani aliyekuongoza mpaka ukafika hapa? Ibrahimu alikutana na Melkizedeki. Ndio. Mungu anachokitafuta ni namna gani Ibrahimu atamjua baba yake. Yes. Anataka aone namna Ibrahimu atakavyomtambua baba yake. Ndiyo. Lakini mbele yake kuna Melkizedeki. Yes. Ibrahimu alipoinua macho, ndiyo, akaona huyu mtu anaitwa mfalme wa Salemu. Oh my God. Huyu sio mfalme wa kawaida, sio mfalme wa dunia hii. Ndiyo. Ufalme aliobeba Melkizedeki ni ufalme wa kimbingu, sio mfalme wa dunia hii. Alipoona ufalme wa Mungu aliye hai, akapiga magoti kwa Melkizedeki, yes, akamtolea fungu la 10. Sikiliza,
Melkizedeki anayezungumzwa hapa hakuwa mtu wa kawaida. Alikuwa ni Kristo mwenyewe aliyejifunua ndani kwa Ibrahim. Ndio maana anaitwa kuhani mkuu. Ni kuhani mkuu milele. Alikuwa ni Mungu mwenyewe amejifunua kwa umbo la kibinadamu. Ibrahimu anatakiwa mjue baba yake. Leo umeletewa mchungaji mbele yako. Mungu anataka mjue baba yako ndani ya mtumishi aliyeletewa mbele yako. Je, utamwona huyo mtumishi au utamwona baba yako aliyebebwa na mtumishi? Kwa sababu baba, unapozungumza baba kwenye madhabahu, baba sio yule unayemtazama. Baba ni ile roho inayokuhubiria ndani yake. Ile roho ndio baba mwenyewe. Kwa sababu baba ni Mungu mwenyewe ndani ya mtumishi. Na Mungu anataka ufunue, umuone yule baba ndani ya mtumishi. Siku ukimwona yule baba yako ndani ya mtumishi, ndio siku ambayo Mungu atakutana na wewe. Ndio siku ambayo Mungu atafanya vitu kwako. Lakini kabla hujamuona baba yako, oh my God, kuna vitu unaweza ukastruggle sana, ukaomba muda mrefu, ukasema Mungu ajibu. Sio Mungu ajibu. Siku ukikutana na yule baba, wala hatumii nguvu. Uone akianza kusema baba, katika jina la Yesu ninaomba baraka, natangaza baraka. Anaweza akakwambia mwanangu, ubarikiwe. Ni simbo kabisa. Mwanangu, nenda kasherekee. Simbo kabisa. Sikiliza, kwa sababu kuna voice inatoka ndani ya baba. Ni ya tofauti na yule mchungaji unayemzoea. Melkizedeki ni Yesu mwenyewe aliyejifunua. Kumbuka, amemfuata Ibrahimu, anatoka vitani na haji tu, amejua Ibrahimu tayari anacho, amefanya kazi ya kutosha, kuna mateka anayo. Ndipo anatokea. Alipotokea Ibrahimu afunue macho, huyu sio mfalme wa kawaida. Sasa ni mfalme wa Salemu. Sasa ni huyu ni mfalme wa haki, tena ndiyo mfalme wa amani. Atamtolea fungu la 10. Wewe kujiuliza kwa nini anaitwa Melkizedeki? Alafu anasema hana baba, hana mama wala wazazi. Maana yake ni Mungu mwenyewe ambaye Mungu hana baba, hana mama wala wazazi, hana mwanzo wa siku wala mwisho wa siku. Ibrahimu, kazi yako kumjua Mungu katikati ya mtu aliyeletwa mbele yako. Muulize jirani yako, uliwahi kumwona Mungu? Uliwahi kumwona Mungu? Unamjua baba yako? Unamjua baba yako? Au kila siku unakutanaga na mtumishi? Kila siku unakutanaga na mchungaji? Hakuna kitu kigumu ambacho mwanadamu amepewa kuyafungua macho ya roho, aone kitu ambacho mwanadamu wa kawaida hawezi kukiona. Kwa sababu baba wa kiroho haonekani kwa macho ya damu na nyama. Baba wa kiroho anahitaji macho yafunguke, umuone Mungu harisia, maana yeye ni roho isiyoonekana kwa macho ya damu na nyama, ili umuone roho ambaye ni baba yako. Anasema wamwabuduo Mungu watamwabudu katika roho. Hakusema katika midomo, katika akili zao. Wamwabuduo Mungu watamwabudu Mungu katika, manake na wao wanapaswa kuwa roho. Ili wamuone Mungu, na wao wanatakiwa wawe roho. Wamwabuduo Mungu imewapasa kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Manake lazima uwe roho ili umuone roho mwezio, kwa maana Mungu ni roho. Ila wewe umezoea kumuona Paulo. Yule roho naye kuhubiria humjui. Ndio maana popote anasema chunguzeni roho. Hakusema chunguzeni waliovaa suruali. Chunguzeni namna waliovaa mashati yao. Achunguzeni roho. Mkimjua huyo roho, mtajua hata namna mtembeo wake. Anayewahubiria anatokana na nani? Tikisa jirani yako, unamjua baba yako? Unamjua baba yako?
Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Unapozungumza nguvu ya madhabahu, sikiliza, kwenye mwingu wa kimwili inaonekana ni sehemu ambayo imetengenezwa, imewekwa wakfu kwa ajili ya kazi fulani, lakini kwenye mwingu wa kiroho ni chombo fulani kinachobeba matatizo ya watu, ni chombo fulani kinachobeba utajiri wa watu, ni chombo fulani kinachobeba afya za watu. Hiki ni chombo maalum. Sikiliza, ndio maana Yesu mtumishi wa Mungu jana alisema, Yesu alikuja akitembea kwenye namba 3. Acha nikupe namba 4 leo. Yesu alitembea kama madhabahu. Yesu alitembea kama sadaka madhabahu. Maana Yesu alikuwa kafara ya watu wengine waokolewe. Yesu alikuwa sadaka ya watu wengine wapone, lakini alikuwa madhabahu kwa ajili ya kuwatakasa watu. Yesu alitembea kama kuhani kuwapatanisha na madhabahu. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Sisi kama nasema na mtu hapa, lakini Yesu mwenyewe alijifunua kuwa Mungu. Ndio. Yes. Ndio maana nilisema madhabahu ina kuhani wa madhabahu, ina sadaka wa madhabahu, alafu ina nini? Kuna madhabahu yenyewe, ina sadaka wa madhabahu, ina kuhani wa madhabahu na Mungu wa madhabahu. Yes. Maana yake ni nini? Ngoja nitafsiri. Mungu nipe lugha nyepesi. Mimi naweka thamani tu. Njoo mwanangu. Mungu anataka mtumie huyu. Ndio. Unanielewa kuzungumza? Ndio. Unaelewa kuzungumza? Ndio. Alipokuja ametoka kwa wazazi wake. Ndiyo. Amezaliwa na wazazi wake. Ndiyo. Kuna tabia za wazazi wake. Ndiyo. Kuna tabia za mila za kwao. Lakini Mungu anataka mtumie huyu. Ndiyo. Kabla hajamtumia huyu, lazima kitu cha kwanza aanze kupruni tabia. Yes. Huyu mtu asionekane kama mtu. Ndiyo. Apruni tabia ya wazazi wake. Yes. Itoke ile tabia ya kidunia. Ndiyo. Ikishatoka ile tabia ya kidunia, kitu cha pili Mungu akimtazama anataka aone huyu kuwa nyumba yake. Ndiyo. Anataka aone huyu kuwa nyumba yake. Yes. Unanielewa kuzungumza? Unanielewa kuzungumza? Namba 3 aone huyu kuwa shamba lake. Maana yake nikija hapa kuna mazao nataka yachipuke. Yes. Kwa hiyo akiona nyumba yake, Mungu anakuja kuingia kwa huyu, anakaa. Ndio. Akikaa kwa huyu hataonekana huyu. Mungu anataka macho wanadamu yamfichue yeye, ajionekane badala ya kuonekana huyu. Wamuone Mungu aliyekaa ndani yake. Maana hili ni jengo tu. Amen. Wengi mnaamini majengo, hamumwamini aliyoko ndani ya jengo. Mnaamini nyumba, mwenye nyumba hamumwamini. Yes. Punga mkono namna hiyo kama kuna mtu ananielewa leo. Amen. Anasema sisi tu watendakazi pamoja na Mungu. Ndio. Ninyi ni jengo la Mungu. Ndio. Mwanadamu lazima awe jengo la Mungu. Ndiyo. Mungu haja kae ndani yake. Mungu akikaa ndani yake, sikiliza, akishakaa ndani yako, ndio maana roho yako inanyamazishwa. Inachotenda kazi ndani yako ni roho ile ya kiungu. Mungu anaanza kukukontrol, anaanza fanya hiki. Ndio maana mchungaji ambaye yuko controlled na Mungu, sikiliza, anayetumika na Mungu hafanyi chochote anachokihitaji. Mungu anaanza kumkontrol. Wewe utasimama hapa, utasimama, oh my God. Nasema hivi, na hata mapepo ndivyo alivyo. Ukiona mtu ametupa roho ya uchawi, wametupa roho ya ushetani, roho ile ikimwingia, akisha changanyikiwa, manake yeye amefanyika jengo la wale mapepo. Yale mapepo yanamkontrol, atafanya kile mapepo yanataka. Ndivyo Mungu alivyo. Yes. Amen. Unasikia kitu mwana? Kuna mtu ananielewa? Amen. Ndio maana unakuta mtu mwingine, unakuta yuko analusha maneno, anajirusha kitambaa, wameshamtanga na baba lina ndefu zima, maana anachota maji machafu anabugia na kunywa. Okay, wakati akiwa na akili timamu huwezi kukuta akifanya kitu hicho. Maana kuna roho ambayo imemgeuza huyu mtu, amefanyika kuwa pango. Yes. Muulize jirani yako, mwenzangu na wapangaji gani? Ni Mungu amepanga ndani yako.
au ni mapepo yamepanga ndani yako? We ni nyumba ya aina gani? Ni nyumba ya makahaba au ni nyumba ya sifa za Mungu? Malaika wapande na kushuka hapo. Anataka Ibrahimu afunue macho, amjue Melkizedeki kwa undani, kwa picha ya ndani. Wengi mmengazana, mnaangalia miguu ya watumishi, ana matege alafu kembamba akanenepaje, hata ukalishe vipi utaka umjue baba yako hata siku moja. Utaka umjue baba yako hata siku moja. Haleluya, amen. Muda wangu haunitoshi, muda wangu haunitoshi. Unamruhusu mtumishi wa Mungu aseme na wewe. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nikuchambulie kidogo. Yes. Kwenye kitabu cha Mathayo, alikisoma mtumishi jana. Kitabu cha Mathayo ile sura ya 23. Ngoja nikuchambulie kidogo, afu nimruhusu tena aendelee. Kitabu cha Mathayo sura ya 23 na ule mlango. Hebu soma kwanza mlango wa 9, anasemaje? 19:9. 23 na mstari wa 19. Yes. Mstari wa 19. Angalia mstari wa 19 anachosema. Vipofu ninyi. Maana ni ipi iliyo kubwa? Anasema maana ni ipi iliyo kubwa? Ile sadaka, hizo sadaka mnazoleta kanisani, au ile madhabahu ndio kubwa kuliko hizo sadaka? Itakasayo sadaka. Mnaiamini sadaka sana, hizo pesa zenu mnazojivunia, mnaheshimu pesa zenu sana kuliko kuiheshimu ile madhabahu yenye uwezo wa kuwatakasa na sadaka zenu. Ipi iliyo kubwa, ile sadaka au ile madhabahu itakasaje? Basi yeye aapaye kwa madhabahu huapa kwa hiyo, na kwa vitu vyote vilivyo juu ya hiyo madhabahu. Naye aapaye kwa hekalu huapa kwa hilo. Anayeapa kwa hiyo jengo huapa kwa hilo, na kwa yeye akae ndani yake. Kama umejua hii ni hema ya Mungu, usiape kwenye jengo ukiwa una uhakika aliyoko ndani yake ni nani. Maana ukiapa kwa jengo utaapa na yeye aliyoko ndani. Naye aapaye kwa mbingu huapa kwa kiti cha enzi cha Mungu. Ukisema Mungu wa Paulo, oh my God, haujaapa kwa Paulo. Paulo ni jengo. Umeapa kwa Mungu aliyoko ndani ya jengo linaloitwa Paulo. Yes. Kuna mtu atanielewa hapa? Amen. Apae kwa hekalu, ndio uapa kwa hilo, na kwa yeye akae ndani yake. Naye apaye kwa mbingu uapa kwa kiti cha enzi cha Mungu. Uapa kwenye kiti cha enzi cha Mungu, na kwa yeye aketie juu yake. Unanielewa chuzumzi? Amen. Kuna kanuni ndio zinazoweza kufungulia milango. Yes. Hata ukaweza kukaa kwenye network fulani. Ndio. Anasema unajua mimi napambana sana. Kiukweli mtoto wa kwanza nimezalia nyumbani. Mtoto wa pili nimezalia nyumbani. Mtoto wa tatu nimezalia nyumbani. Sasa hivi nina watoto 8. Kila mtoto ana baba yake. Ni kwa nini sasa hawawezi kunioa? Okay, baba 8 wote uliotoka nao ukazaa nao watoto 8 wote walikuwa maboga, washindwe kukuoa? Hapana. Kuna kitu kilizuia. Ndio. Wakipiga hodi. Ndio. Kuna walioko ndani mwako. Yes. Wapangaji walioko ndani mwako. Ndio. Wanawapiga wanaume. Yes. Wasije wakakoa. Ndio. Amen. Sana kikweli
ninaanzisha jambo fulani, kila kitu kinakufa tu. Walioko ndani mwako ni nani? Aliyepanga ndani mwako ni nani? Kwa sababu kama Mungu amepanga ndani mwako, unaona Isaya anajibu sababu biashara pamoja na Mungu ina faida. Hawezi kuwepo mwenye vitu ndio alafu vitu viwe vinakufa. Kuna mtu anayenielewa? Amen. Hawezi kuwepo mwenye vitu ndio alafu vitu viwe vinakufa. Unanielewa? Mimi ngoja nimruhusu mtumishi wa Mungu. Mimi tutakutana kesho. Kuna vitu nitaenda kugusa kesho mwenyewe. Watu wengi, nimesema watu wengi, Wakristo wengi wako makanisani, wana kazi yao kusindikiza wenzao, wamebaki kuwa masikini kwa sababu wengi hawajui maana ya madhabahu. Wengi hawajui mababa zao, wanawajua wachungaji baba zao. Unajua ni rahisi tu. Sasa baba yangu wa kiroho, baba wangu wa kiroho. Unamjua baba wako wa kiroho wewe? Unaelewa hata maana ya baba wa kiroho? Unanielewa? Amen. Mwanangu, niliwahi kumuuliza, okay, ni roho ipi ya baba yako uliyeinywa? Hilo neno lilipasua masikio yake, linachezaga humo alimu. Mpaka leo hujalipatia majibu. Baba wake nina hiyo roho ya kuinywa ya baba ikoje hii? Follow me. Utaelewa tu. Amen, amen. Unanielewa? Amen. This week ndio I want to teach you. Nahitaji kukufundisha wiki hii. Uelewe tunainywaje roho. Unawezaje kuinywa roho ya baba yako? Ndio. Ndio maana wengi mko makanisani, hata kuiba neema za baba zenu, kuitumia neema iweze kufichua baadhi ya vitu, uweze kufungua baadhi ya malango ya nyumbani kwako, umeshindwa kwa sababu humjui baba yako. Wangapi wanajua baba zao wa kiroho? Punga mkono namna hii. Hello. Amen. Wanaojua madhabahu zao punga mkono namna hii. Unaona kutoka kwamba unatembea kanisani miguu kiguna njia kiguna kila itwapo leo ni mwaminifu Mungu, ni mwaminifu kweli kweli, lakini unaona hamna, ni mwaminifu kweli kweli, hamna, ni mwaminifu kweli kweli, lakini mizimu ya kwenu ndio inapambana. Kuwa na nguvu kwenye maisha yako. Yes. Kwa sababu huijui madhabahu. Ndio. Na wengine wanapeleka kila sadaka, anatoa kila eneo, hajui hata maana sadaka ya madhabahu ni nini. Ndio maana kila ulivyotoa sadaka zako kila eneo, kadri unavyotoa sana, namtumikia Mungu ndivyo inavyokupigwa vitu vyako. Na mtumikia Mungu ndivyo watoto wako wanapigwa. Na mtumikia Mungu huijui madhabahu. Yes. Wala kuhani wa madhabahu. Ndio. We give you God glory. We worship you, our Lord. You are holy to be praised. We give you God glory. Simama juu kwa mheshimu mtumishi wa Mungu. We worship you, our Lord. You are to be. We give you.
mwanzo tena mwisho, wakuabudu Bwana wastahili sifa. Wewe ni mwanzo, heshima ni ya kwako, uweza na mamlaka ni ya kwako. Kila jambo, kila kitu ni kwa utukufu wako Mungu Baba. Vyote ni kazi ya mikono yako, vyote vipo kwa uweza wako, vyote katika mbingu na nchi viko kwa ajili ya utukufu wako. Vilianza kwako na vitarejea kwako. Utukufu ni wa kwako Baba. Sina wema wowote ila kwako peke yake. Ninanyenyekea, ninanyenyekea, ninakukimbilia wewe Bwana. Unihifadhi mimi, kwa maana nimekukimbilia wewe, Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye neema, Mungu mwenye uweza, Mungu unayebariki, Mungu uliye mtakatifu. Baba, ninaomba sikia dua na maombi kwa ajili ya mahali hapa, chini ya madhabahu hii, kwenye madhabahu hii. Ninanyosha nia na moyo wangu. Ninaomba Mungu Baba, neema na rehema zako Mungu zinipe kibali, zinipe kibali kwenye chochote, iwe kwa neno, iwe kwa mikono yangu, nisiwe na hatia yoyote nikiwa naizunguka hii madhabahu, nikiwa ninasimama kwenye madhabahu hii pamoja na watu wote ambao umewafanya kuwa kusanyiko mahali hapa. Baba, ninaomba neema, ninaomba amani. Ninajua neno lako ni uzima, neno lako wewe ni Mungu, neno ni Mungu, ni neno litakasalo, ni neno linalobariki. Ninakusihi Mungu Baba, kwa neno lako ibada hii naiacha mkononi mwako. Kwa neno lako kila mwenye uhai, kila mwenye pumzi aliyeko mahali hapa, hata wale ambao nia zao ziko njiani kwa ajili ya kurejea mahali hapa, nazileta mkononi mwako Baba. Baba, fungua milango ya mbingu zako kwa ajili ya utukufu wako, kwa jina lako Yesu. Mahali hapa ninapaweka wakfu kwa jina lako Yesu, na kwa damu yako Yesu, na kwa neno lako Mungu Baba. Eneo hili nimelibariki, nimelitakasa, nimeliweka wakfu Baba. Ninahitaji nguvu zako, Roho wako Mtakatifu
akawe sehemu ya kutia muhuri kwa kila nafsi, ikatiwe muhuri, na kila kinachomilikiwa na nafsi yoyote kikawe ukombozi, kikakombolewe, kikawe mkononi mwako Mungu Baba. Sante kwa ajili ya nguvu zako, sante kwa ajili ya jina lako, sante kwa ajili ya wakati huu. Ninakushukuru Mungu Baba kwa ajili ya jina lako. Ninakushukuru Mungu Baba kwa ajili ya mamlaka yako. Ninakushukuru Mungu Baba kwa ajili ya nafsi iliyoko hapa. Ninakushukuru Mungu kwa ajili ya malaika wako Bwana watakatifu. Ninakushukuru kwa ajili ya nguvu. Ninakushukuru kwa ajili ya kila kilichoko mahali hapa. Ninakileta usoni pako Baba. Ninakikabidhi usoni kwako Baba, kwa kuwa Baba umenena unapendezwa na walio watakatifu wa duniani. Kwa damu yako Yesu, kwa damu yako Mwanakondoo, ninatamka eneo hili lipate kibali mbele zako, litakaswe na kila mmoja awe mtakatifu juu ya uso wa nchi hii, kwenye madhabahu hii awe mtakatifu kwako, na wala isiwepo roho ya hatia kwenye mikono yake, roho ya hatia kwenye nafsi yake. Kila dhamiri na iosha kwa damu ya Mwana-Kondoo. Pokea kutakaswa, pokea amani. Ninaamuru amani, ninaamuru furaha, ninaamuru uhuru. Yote nimeomba ni katika jina la Yesu. Watu wote tuseme amen. Punga mkono namna hii. Ninaona amani, ninaiona furaha. Naomba nikuruhusu uketi kwenye kiti. Haleluya. Baada ya kusimama hapa, naiona furaha, amen. Naiona amani, amen. Nauona uhuru, amen. Nia yangu na dhamiri yangu, ninasadiki kwamba mahali hapa, wewe uliyeko mahali hapa, unamwabudu Mungu aliye hai, amen. Unamwabudu Mungu aliye hai, tena amen. Mungu mwenye nguvu, amen. Piga makofi kwa Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Jioni ya leo kuna jambo ninalisikia. Ninaomba nisome kitabu cha Zaburi 16 mstari wa 1 mpaka wa 4. Kichwa cha somo, ijue siri ya madhabahu. Ijue siri ya madhabahu. Itambue siri ya madhabahu. Mstari wa 1 anasema, Mungu unihifadhi mimi, kwa maana mimi na kukimbilia wewe. Nimemwambia Bwana, ndiwe Bwana wangu, sina wema ulio ila utokao kwako. Watakatifu walioko duniani ndio walio bora, hao ndio niliopendezwa nao. Pia Yesu makofi. Amen. Natembea kwenye msingi wa kichwa cha somo, ijue siri ya madhabahu. Mungu yeye ni mtakatifu. Amen. Alafu hakai mahali popote. Yes. Anakaa mahali patakatifu. Yes. Pa juu sana, mahali palipo patakatifu. Yes. Na akiwa mahali hapa anamtazama sana mtu ambaye ana roho iliyonyenyekea, roho na moyo ulionyenyekea, ili awe sehemu ya kufufua uhai wa mtu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Katika kitabu cha Isaya 57
mstari wa 15 na wa 16, unaweza kunisomea hapo? Isaya sura 57 na mstari wa 15 hadi wa 16. Maana yeye aliye juu, aliyetukuka, akae milele, ambaye jina lake ni mtakatifu, jina lake ni takatifu, asema hivi: nakaa mimi mahali palipoinuka, nakaa mimi mahali palipoinuka, palipo patakatifu, tena pamoja na yeye aliye na roho iliyotubu na kunyenyekea, ili kuzifufua roho za wanyenyekevu na kuifufua mioyo yao waliotubu. Pia Yesu makofi. Amen. Mstari wa 16. Kwa kuwa sitashindana na watu siku zote, wala sitakuwa na hasira siku zote, maana roho ingezimia mbele zangu na hizo nafsi nilizozifanya. Makofi mengi kwa Yesu. Amen. Ijue siri ya madhabahu. Amen. Ndani ya madhabahu, jana nilisema ni mahali ambapo pamebeba nguvu ya kumiliki na kutawala. Kumiliki na kutawala, au kwa tafsiri nyingine kushikilia kila kilichoko kwenye nchi hii. P.S. makofi. Amen. Kuhakikisha kila kilichoko kwenye nchi hii kinamilikiwa kupitia madhabahu, kinatawaliwa kupitia madhabahu. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ndio maana ukiwa hapa duniani, ndio unapokuwa umeitwa kwenye madhabahu kwa jina la Yesu, maana yake umetii, umekubali kukimbilia kwake. Na kama umekimbilia kwake, maana yake jambo la kwanza, yeye atataka uwe msafi. Amen. Neno utakatifu kwa lugha nyingine ningesema usafi. Yes. P.S. makofi. Amen. Mungu anipe neema, Roho wake, nisifanye kitu nachotaka, nifanye kitu ambacho Roho wa Mungu atakufundisha jioni ya leo. Amen. Amen. Na sadiki kuna jambo utapokea, maana ninaiona ishara ya nguvu za Mungu iko hapa. Amen. Ni tofauti na unavyoona kwa macho. Ndiyo. Lakini walio rohoni wanatambua nini kilichoko. P.S. makofi. Amen. Kwa hiyo kama yeye ni mtakatifu, ndiyo, anadili na vitu vitakatifu. Yes. Anavimiliki vitakatifu. Ndiyo. Na ndio maana ukikimilia mahali ulipoitwa, manake umejisalimisha. Yes. Lakini tabia miongoni ambayo utalazimika kuwa nayo, ni lazima ukubali kuwa msafi. Yes. Kiroho lazima moyo wako uwe mtakatifu, hauna hila, hauna chuki. Yes. Hauna malipizi. Yes. Una nia moja na bwana harusi. Yes, makofi. Amen. Una nia moja na Bwana Yesu. Amen. Yeye ndiye aliyetumia ndiye aliyetumika kutoa damu. Hii damu mahali pengine imezungumzwa kama maji ya utakaso. P.S. makofi. Amen. Manake kazi ya damu yake ni kukuosha. Kwa hiyo neno unalolisikia madhabahuni linatafsiri utakaso. Linatafsiri kukusafisha, kusafisha vitu vyote vya ardhini. Pia Yesu makofi. Amen. Na vikisha safishwa vinapewa uhai hapa, vinapewa kibali. Warumi 11 na mstari wa 33 hadi 35 hadi 36. Warumi sura 11 na mstari 33 hadi 36. Jinsi zilivyo kuu utajiri na hekima na maarifa ya Mungu! Hukumu zake hazichunguziki, wala njia zake hazitafutikani.
Maana ni nani aliyeijua nia ya Bwana? Au ni nani aliyekuwa mshauri wake? Au ni nani aliyempa yeye kitu kwanza, naye atalipwa tena? Mstari 36. Kwa kuwa vitu vyote vyatoka kwake, viko kwa uweza wake, tena vinarejea kwake. Utukufu na yeye milele. Amina. Namaliza mpaka 36. Ndiyo. Rudia huo wa 35 na 36. Au ni nani aliyempa yeye kitu kwanza, naye atalipwa tena? Kwa kuwa vitu vyote vyatoka kwake, viko kwa uweza wake, tena vinarejea kwake. Utukufu na yeye milele. Amina. Makofi mengi kwa Yesu. Amen. Pia Yesu makofi. Amen. Huo mstari wa 33 anasema jinsi zilivyo kuu utajiri na hekima na maarifa ya Mungu. Ndiyo. Hukumu zake hazichunguziki, wala njia zake hazitafutikaniki. Maana ni nani aliyejua nia ya Bwana? Nani aliyejua nia ya Bwana? Yes. Nani aliyejua nia ya Bwana? Msomaji wangu wa Korinto wa kwanza 2 mstari wa 16. Nani aliyejua nia ya Bwana? Muulize jirani yako, unajua nia ya bwana harusi wako? Unajua nia ya bwana harusi wako? Unajua nia ya Mungu? Ya Mungu. Wakorintho wa kwanza sura ya 2 na mstari wa 16. Maana ni nani aliyefahamu nia ya Bwana amwelimishe? Lakini sisi tunayo nia ya Kristo. Sisi tunayo nia ya Kristo. Kristo ni mwanadamu aliyesulubiwa. Bwana ni yeye ambaye anamiliki vitu vyote vya ardhini na vya mbinguni. Pia Yesu makofi. Amen. Kwa hiyo neno likiwa hapa, maana yake liko kwa ajili ya kuosha, kutakasa, kumiliki na kuvikabidhi kwake. Na ndio maana kuna aina mafanikio. Ukitaka kufanikiwa, ndiyo, ni lazima uanze na Mungu kwanza. Yes. Pia makofi. Amen. 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 Ukianza na Mungu umejua nia, yes, ya Bwana. Amen. Lakini huyu mjumbe au huyu neno anaitwa Injili, ndiyo, yeye yuko ndani ya nia ya aliyepigwa kafara. Pia makofi. Amen. Amen. Yuko ndani ya nia ya aliyesulubiwa. Pia makofi. Amen. Mwanzoni nimezungumza kitu kinaitwa utakatifu kwenye madhabahu. Nataka kuzungumza utakatifu. Hicho kitu naomba Mungu akupe ufahamu kwa dakika chache. Amen. Zamani nilichukulia kawaida. Mungu anapenda sana usafi kwenye mwili huu. Amen. Ukiona watu wanaanguka sana chooni, ni uchafu. Roho Mtakatifu ananishuhudia nikufundisha kitu kimoja, na ndio maana madhabahu ina siri kubwa sana. Yes. Chumba katika roho, neno hekalu lingeweza kuwa kama jengo, lakini hekalu ni mwili wako. Huu mwili ni hekalu la Mungu, anakaa ndani yako. Pia makofi. Amen. Lakini lazima ajulikane huyu Mungu anayekaa ndani ya mtu huyu, kuna madhabahu ya Mungu huyu. Pia makofi. Amen. Kuna madhabahu inayo-operate kumiliki na kutawala Mungu wa mtu huyu. Amen. Kwa hiyo yeye ni mtakatifu. Ndiyo. Na akiwa kule anapendezwa na wasafi. Yes. Pia makofi. Amen. Ndio maana upande wa giza wanapenda sana mambo ya usafi, lakini hawana jina la Mungu. Pia makofi. Amen. Makofi mengi kwa Yesu. Amen. Leo ninaomba ninyenyekee kwa Roho Mtakatifu ambaye ni neno litakasalo kwenye madhabahu. Amen. Yeye anaweza kufanya mambo yote. Pia makofi. Amen.
Nilipata ufahamu kwa nini nilikuwa naanguka chooni, na wengi wameanguka wamekufa. Mimi nimeanguka chooni mara 3. Siku ya kwanza ilikuwa tarehe 17 ambayo Mheshimiwa Magufuli nilisikia amefariki. Jioni ya siku ile nilianguka chooni nikiwa nimetoka kuhubiri. Nilijikuta nakamatwa tu, naanguka chooni kama mtu ananikamata na nivuta. Kama yule mtumishi angekuwa hajashuhudiwa kujua vita nilionayo, wangenikuta nimekufa. Niliona tu niko madhabahuni na uhubiri, nikakuta kuna hali inakuja inanisukuma nenda chooni. Sasa yule mtumishi nikampa maiki, akakataa, akampa mtu mwingine, akaanza kunifuatilia nyuma. Ninavyoenda akili yote iko shimoni. Niko hapa na kuelimisha nia. Amen, amen. Ya bwana harusi. Amen. PS makofi. Amen. Niko hapa na kuelimisha maarifa na hekima ya utajiri alionao Bwana Yesu. PS makofi. Amen. Na kule akiwa ameketi anapendezwa sana na wasafi. Amen. Natumia lugha fulani rahisi. Wasafi manake watakatifu. Amen. PS makofi. Amen. Ukiwa chumbani, ndio kile chumba katika roho, chumba ni moyo wako. Amen. Katika mwili, chumba, kile chumba si kila mtu anaweza kuingia. Yes. Sikuwa nimejipanga kufundisha hiki, lakini roho ananiambia nifundishe. PS makofi. Amen. Chumba, kama kuna mapepo yanakuja yanaitwa machafu, pepo wachafu, ndio, basi kuna roho anaitwa mtakatifu na yeye huwa anakuja. Yes. PS makofi. Amen. Kanuni ya pepo wanapenda sana uchafu. Yes. Kama chumba chako kina bafu na choo, jifunze kuwa msafi. Mfano, ndugu zangu wa mama, hakikisha nguo zako hauzipangi ovyo ovyo, hasa nguo zile za ndani. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wananielewa? Amen, amen, amen. Sionei haya injili. Nataka injili ni nia ya Mwokozi. PS makofi. Amen. Jifunze bafu na choo. Siongelei tu chumbani, hata maeneo yao. Ndio. Ukitaka Mungu akutokee haraka, cha kwanza zingatia madhabahu. Yes. Madhabahu ina aina ya Mungu. Mungu aliyeko madhabahu hii nia aliyoibeba mtumishi wa Mungu kwa Bwana Yesu ni tofauti na nia niliyopewa mimi kwenye madhabahu niliyopewa mimi. Yes. PS makofi. Amen, amen, amen. Na mimi nitaletewa watu niwaelimishe mpango na nia ya aliyesulubiwa. Na ndio maana mizimu ya Njombe, ili Mungu amtumie huyu kupiga, kuna ushirika lazima tuwe nao. Yes, yes. Yeye ataibomoa, ataipiga, lakini kuna mtu ambaye wewe umepewa nafasi ya kumiliki. Yes, yes. PS makofi. Amen, amen. Hii Toa Ngoma ina watu vibwengu wa aina nyingi. Ndio. Lakini Mungu anamuinua mtu ambaye atamfahamisha nia. Yes, yes. Hii kwa wafalme waliambiwa mwende mkawafundishe tabia za Mungu wa nchi. Yes. Sema Mungu wa nchi. Mungu wa nchi. Mungu wa nchi. Kwa hiyo unapoingia kwenye nchi kuna Mungu ana viwango vyake. Na wewe unakuwa uje na Mungu mwenye nia. Yes. Ya bwana harusi anayemiliki vitu vyote. PS makofi. Amen. Wangapi wanafunguliwa? Amen. Mimi namshukuru Mungu kwenye madhabahu hii. Kwa wewe unayenisikiliza. Ndio. Uko mahali salama sana. Amen. Uko mahali sahihi. Amen. Ongeza juhudi ya kunyenyekea. Amen. PS makofi. Amen. Usikate tamaa. Amen. Jifunze usimwangalie anayeonekana mwilini. Ndio. Huyu ni usafi. Muangalie asiyeonekana kupitia huyu, anaitwa mtakatifu.
Amen. P.S. makofi. Amen. Kwa hiyo mara ya pili kwenye hiyo changamoto ya kuanguka, mara ya pili nikaja nimekajikuta niko pale pale kanisani ambapo nahudumia miaka yote, nikiwa na upili madhabahuni, watu wamefurika, wanaanguka, wanafunguka. Nikakuta ghafla ile hali imekuja, halafu nilikuwa sina ujasiri wa kumweleza hiyo siri mtu yeyote. Nilikuwa nakaa na mke wangu, hata hajui vita ninaopigana nao, hasa nikimwangalia hajui ninachopigana. P.S. makofi. Amen. Amen. Nakumbuka nilikuwa na mtumishi mmoja kanisani, halafu nikawa na mtoto mmoja wa kiroho anaitwa Pastor Yohana, nafikiri kaka hapa namfahamu. Nikamwita nikamwambia njoo, nikampa maiki nikamwambia wingu hili shikilia, endelea wewe, endelea kuhubiri. Nikachomoka, nikatoka kama nataka kuanguka, lakini network inanivuta inanipeleka chooni. Yaani sitaki ni mtu anishike niacheni niende chooni, sijisikii haja, lakini kuna uwezo unanivuta. Nakumbuka ile siku kuna kijana mmoja alikuwa karibu sana, nafikiri amewahi kukanyaga hapa, sasa hivi ni marehemu. Aliponiona akanikimbilia, lakini mawazo yangu yakawa hayataki anifuate. Yeye akasikia msukumo kunifuatilia. Nilipofika pale mlangoni, kitendo tu cha kufika mlangoni, moja kwa moja uso ukaingia kwenye shimo. Kipindi kile kuna hali ilinijia ya kukata tamaa, lakini Mungu alinisaidia. Amen. Usikate tamaa. Amen. Unapoona vita inakuwa kubwa, yes, wewe kimbilia tu kwa Mungu. Amen. Wema hauna wema wowote, hauna utakatifu wowote, wewe submit madhabahuni. Yes. Amen. Amen. Nikaanguka kama dakika 5 hivi, sikumbuki vizuri, ila nilivyokuwa ninaingia kule au ninatoka madhabahuni, nilijua vita niliyokutana nayo siku ya kwanza na hii ni leo ni hiyo hiyo. Nikawa naita damu ya Yesu, damu ya Yesu, natembea damu ya Yesu, 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 damu ya Yesu. Kuna kitu tunapigana, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Ninaanguka mpaka nanyamazishwa damu ya Yesu. Baadaye yani shingo ni kama inavutwa, lakini hakuna mtu unamwona na kuvuta. Wakaba nielewa? Amen. Amen. Hebu simama kama. Hakuna mtu namwona, lakini navutwa kama nimeshika hivi. Naenda kwenye shimo. Najaribu kujizuia, inashindikana. Sishuhudii ili kukutahayarisha. Yes. Ila ni mtoto wa Mungu unayependwa. Maana yake Mungu kuna vitu anaruhusu viwe sehemu ya kuelimisha wengine. P.S. makofi. Amen. Unaweza kukaa. Ndani ya dakika kadhaa nikaona neno damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Kuna vitu vikaachia. Nikajikuta tayari nimepata, lakini najikuta nimechafuka kwa sababu nilianguka chooni. Saa ya changamoto hautaogopa kitu. Yes. Nikainuka nikajitazama, nikachukua maji wanaotumia nikajifutafuta, kwa sababu hii ni vita. Sikutaka kwenda kulala, nikakimbilia madhabahuni, nikamwambia lete mic. Nikaendelea kupiga, watu wanafunguka, watu wanafunguliwa. Hakujua mtu yeyote, hiyo ni siri ya kwangu. Yes. Nikiwa nimemaliza ibada, nimekaa nimetulia, naanza kuwaza kwa nini nafuatiliwa na hii. Siku ya 3 nilikuwa kwenye bajaji, nimepanda kwenye bajaji, ile hali kanichukua. Niko kwenye bajaji, mkono wa kulia kulikuwa kuna mtu, nikaona hali hiyo imekuja, nikaanza kuita damu ya Yesu, damu ya Yesu. Huoni kama ninatamka, lakini ndani ninaimba damu ya Yesu, damu ya Yesu.
ile bajaji inaenda tu, nikapoteza network umbali kama hapa na kule Sheli, nimejishikilia, sikujua kimetokea nini. Kuna binti moja kaniambia, huyu mchungaji anashukiaga hapa. Alivyosema huwa nashuka hapa, nazinduka, nikashuka na pepesuka, lakini hawakujua kitu. Nikaenda nyumbani. Mara ya 4 na ya mwisho sikujua imekuwaje. Wananiambia waliniokota chooni, wakanipeleka hospitali ya kwanza, nikaenda hospitali ya pili. PS makao. Amen, amen. Lakini ila Mungu ashukuriwe. Sema ashukuriwe. Ashukuriwe. Wangapi wanapenda kumilikiwa na Mungu? Amen. Wangapi wanapenda kutawaliwa na Mungu? Amen. Kuna matabia yapo kwenye damu tuliozaliwa. Yes. Ni lazima agano linapofanyika, yes, na huyu Bwana, ni lazima usiwe mwoga, ila uwe mwaminifu kukimbilia madhabahuni, sababu madhabahu inakuwa imekushika. Amen. PS makofi. Amen. Na madhabahu ina kuhani. Ndio. Iko madhabahu yenyewe. Ndio. Ina sadaka. PS makofi. Amen. Amen. Lakini Mungu wa madhabahu, ulimwengu wa kiroho, ni tofauti na Mungu wa madhabahu nyingine. PS makofi. Amen. Amen. Nikuonyeshe kitu kingine katika kitabu cha Ebrania 9 mstari wa 14 hadi 16. Ebrania sura ya 9 na mstari wa 14 hadi 16. Basi si zaidi damu yake Kristo, ambaye kwamba kwa roho wa milele alijitoa nafsi yake kwa Mungu kuwa sadaka isiyo na mawaa, itawasafisha dhamiri zenu na matendo mafu, mpate kumwabudu Mungu aliye hai. Na kwa sababu hii ni mjumbe wa agano jipya, ili mauti ikiisha kufanyika kwa kukomboa makosa aliyokuwa chini ya agano la kwanza, hao walioitwa waipokee ahadi. Hao walioitwa, sema walioitwa. Walioitwa manake ukishaitwa, manake unafanyika kuwa mtakatifu uliye duniani, msafi, yes, uliye duniani. Lakini Bwana Yesu, yeye ile damu yake kwa wakati huu ni neno sasa linakuwa linaiosha dhamiri yako, linaiosha fikira yako. Amen. Manake unavyozidi kuwa mnyenyekevu, unavyozidi kuwa mtii, unakuwa sehemu ya walioitwa, sehemu ya wasafi, watakatifu, yes, kwenye dhamiri zao. Hawa watu wakiwa hapa hawamtumikii Mungu aliyekufa, wanamtumikia Mungu mwenye nguvu. Amen. Wanamtumikia Mungu aliye hai. Mwangalie jirani yako, mwambie namtumikia Mungu aliye hai. Namtumikia Mungu aliye hai. Ninamtumikia Mungu aliye hai. Ninamtumikia Mungu aliye hai. Sasa Mungu aliye hai ili akumiliki, lazima hii madhabahu ikumiliki. Yes, yes. Ikufanye kufa kwa imani. Yes. Kwa hiyo siku nilipogundua hii vita sio wachawi, kuna mahali inaingia, niwe tayari. Piga makofi. Amen, amen. Wangapi wanaelewa? Amen. Ukifunguka ukaelewa, utatambua tunatakiwa kuwa msafi. Na ndio maana nikaja nikagundua, ndio kuna ili neno utakatifu, kwa tafsiri nyingine usafi. Nyumba yako ikiwa chafu au chumba chako kikiwa chafu, mfano chumbani, penda sana kitanda chako kukiweka vizuri. Ukiunaota ndoto unaona kitanda kichafu, maana yake moyo wa madhabahu yako umeharibika. Yes. Penda sana usafi, hata kama tengeneza mazingira ya chumba chako kuwa kisafi. Amen. Panga vitu vyako kwa mpangilio mzuri. Yes. Kila kitu kiweke kwenye utaratibu. Amen. Kwa sababu Roho wa Mungu yeye ni msafi. Yes. Kwa sababu Roho wa Mungu yeye ni Mungu kwenye hekalu lako ndani na nje. Yesu makofi. Amen, amen. Ndio maana kuna wahuni wameiba hilo jina, wanajiita wasafi.
lakini wameibiwa, hawako kwa Mungu. Usiwe kama hao. Yes, makofi. Amen, amen, amen. Na ndio maana Mungu wa madhabahu hii ataanza kuplani vitu. Yes. Hapa naona mnapewa matisheti, leso nini, zinatakaswa, zinaoshwa. Yes, makofi. Lile neno linakuwa sehemu ya kuondoa dhamiri. Waliotengeneza hizo nguo wengine walinuizia uchawi, lakini neno litanuizia utakatifu. Amen. Litanuizia usafi. Yes, makofi. Amen. Wangapi wananielewa hapa? Amen. Na utatembea na vitu vilivyo connectiwa madhabahuni. Utaanza kuona kuna namna ukikutana na vitu ambavyo hiyo madhabahu haina ushirika na wewe, vinakukataa. Yes. Vinakukimbia kabisa. Yes. Yes, makofi. Amen, amen. Alo, wangapi wanapata kitu hapo? Amen, amen. Mahali linapofanyika agano lenye nguvu, kwa mfano Yesu Kristo, yeye alikufa. Hebu rudia wa 14 na 15 16. Yeye ndo anatupa urithi eti. Urithi wa kwanza anakupa usafi, utakatifu. Waebrania sura ya 9 na mstari wa 14 hadi 16. Basi si zaidi damu yake Kristo, ambaye kwamba kwa Roho wa milele alijitoa nafsi yake kwa Mungu kuwa sadaka isiyo na mawaa, itawasafisha dhamiri zenu na matendo mafu, mpate kumwabudu Mungu aliye hai. Mpate kumwabudu Mungu aliye hai. Mstari wa 15. Na kwa sababu hii ni mjumbe wa agano jipya, ili mauti ikisha kufanyika kwa kukomboa makosa yaliyokuwa chini ya agano la kwanza, au walioitwa waipokea ahadi ya urithi wa milele. Mstari wa 16. Maana agano la urithi lilipo, lazima iwepo mauti yake aliyelifanya. Rudia huo mstari. Maana agano la urithi lilipo, lazima iwepo mauti yake aliyelifanya. Yes, makofi. Amen. Kwa hiyo unapokimbilia hapa, unakuja kwenye patano, mshikamano. Yes. Wa kurithi Mungu aliye hai, wa kurithi Mungu mwenye nguvu. Amen. Nani alifanya? Anaitwa Bwana. Yes, makofi. Amen. Anaitwa Kristo. Yes, makofi. Amen. Kwa hiyo ukiwa unasema sina wema wowote, nimekukimbilia wewe, nimekubali kukaa kwako, maana yake sasa badala ya kuwa hai kwenye mwili huu, ndio unakuwa mauti, unakuwa uliyesulubiwa. Yes. Neno Kristo maana yake watu waliosulubiwa mwili, na mawazo yao mabaya yamekufa. Yes. Lakini bado wanatembea. Yes. Yes, makofi. Amen, amen, amen. Hata kama Mungu wa nchi hii alikuwa anatisha, alikuwa anaua, lakini wewe unakuwa umesulubiwa naye. Amen. Kwa imani. Yes. Una agano la mtu mwenye nguvu. Yes. Hilo agano umerithi, umepekea urithi. Kwa hiyo madhabahu ina uwezo wa kumpa mtu urithi. Yes, makofi. Amen. Bado kidogo sasa hivi utaanza kuona, unaenda mahali ulikuwa unasali au unaabudu, kuna watu wanaanza kusema wewe sio kama sisi. Wangapi wanasadiki? Utaanza kuona kuna watu wanakushangaa, kuna watu wanakuhofu, kuna watu wanakwambia wewe unafaa kuwa meneja, wewe unafaa kuwa mtumishi. Yes, makofi. Amen. Wangapi wananielewa? Amen. Utaanza kuona kwenye ofisi ambayo walikuwa na kudharau, wanaanza kuwa na nidhamu. Yes, makofi. Amen. Ila wewe kazana kukaa kwenye utakatifu, maana yeye ni mtakatifu. Amen. Na jana nilisoma Torati 14 mstari wa 2. Nilisema hivi, Bwana amekuchagua wewe hasa. Na leo tusome, naongelea utakatifu, naongelea usafi. Kumbukumbu la Torati sura 14 na mstari wa 2. Kwa kuwa taifa takatifu kwa Bwana Mungu wako, na Bwana amekuchagua kuwa watu wake hasa. Amekuchagua kuwa. Ulia? Kwa kuwa taifa takatifu kwa Bwana Mungu wako,
Na Bwana amekuchagua kuwa watu wake hasa. Bwana amekuchagua uwe wa kwake hasa kuliko mataifa yote yaliyo juu ya uso, kuliko wahuni wabaya wachafu wote juu ya hii nchi. Yes. Amen, amen. Amekuchagua uwe msafi. Yes. Wote tuseme msafi. Msafi. Usafi. Usafi. Ninamaanisha utakatifu, kwa sababu huwezi kuwa mtakatifu rohoni, mwilini ukachukulia kawaida. Yes. Amen, amen. Sababu huyu Mungu yeye ni mtakatifu. Yes. Na ndio maana vitu vyote vinavyokuja kwenye hii madhabahu vinakuja kuondolewa uovu, vinakuja kusafishwa. Yes. Vinakuja kuoshwa. Yes. Yes, makofi. Amen, amen. Kwa hiyo huyu kuhani au huyu mchumbe au huyu anayesimama kukufundisha nia ya Bwana wa mbingu na nchi, lakini anayekuonyesha tabia, maana Yesu Kristo tabia yake ni mnyenyekevu. Yes. Tabia yake ni kwenye mwili huu aliutoa sadaka. Yes. Aliukafara. Yes, makofi. Amen. Kwa hiyo mtu wa Mungu anapokuwa anakutamkia neno, lile neno linawakilisha utakaso. Yes. Linawakilisha kuoshwa. Yes. Linawakilisha Mungu ambaye ni neno anatakiwa kukaa ndani yako. Amen. Na ili akae ndani yako lazima uwe tayari kumkimbilia. Yes. Lazima uwe tayari kumtii. Lazima uwe tayari kukubalika. Yes, makofi. Amen, amen. Makofi mengi kwa Yesu. Amen. Na ndio maana ukiacha kuwa mtii, kuwa tayari, kuna vitu vitaanza kukataa. Yes. Kuna vitu vitaanza kugoma, kwa sababu vyenyewe vinajua kauli ya Bwana. Yeye ni Bwana wa mbingu na nchi. Maana yake kila kitu, hata wachafu, hata uchafu unamjua. Yes, makofi. Amen, amen. Hata mabaya yanamfahamu. Ndio maana kuna mtu mmoja anaitwa Elia, alimlingana Mungu mpaka akatambua kanuni. Wewe unaona mtu anaukimbilia moto na waka, kama ni wewe uko pamoja naye, utamwona na akili zinatosha. Anaukimbilia moto, ule moto ni mwingi, na kwa kanuni ya kimwili huu moto hauachagi kitu, lakini yeye ndo akafanya haraka, akaenda akasema huu moto na ukimbilia. Tafsiri yake, maana yake yeye sio wa ulimwengu huu. Yes. Kuna maisha anaishi sio ulimwengu huu. Vitu vya ulimwengu huu haviwezi shindana na yeye. Yes. Yesu, makofi. Amen, amen. Makofi mengi kwa Yesu. Amen. Kwa hiyo agano linapofanyika kwenye madhabahu, manake sasa unaanza kufanyika ili uweze kuwa mtu sahihi. Anza na Mungu. Kila kitu anza na Mungu. Chochote anza na huyu Bwana, alafu yeye atakuzidishia. Yeye kwa sababu vyote vilitoka kwake na viko hapa kwenye ardhi, vinalindwa kwa uweza wake. Amen. Na vitarejea kwake. P.S. makofi. Amen. Hivi baada ya leo, chochote kinachofanyika kitakavyohitimishwa kitarudishwa kikakae kwake. P.S. makofi. Amen. Amen. Kwenye mwili huu tunakuwa tuko hivi kawaida, lakini rohoni kunakuwa pale mahali alipo yeye anaitwa mtakatifu. Maana yake na nafsi, sema nafsi. Nafsi. Uhai. Nilikwambia hii madhabahu ipo kwa ajili ya kulinda uhai. Madhabahu ni mahali pa kupatanisha uhai. P.S. makofi. Amen. Au nafsi, dhamiri, nia. Kazi ya madhabahu ni kushika nia yako, ni kushika mawazo yako. P.S. makofi. Amen. Amen. Na ndio maana mtu anayekuwa tayari hashirutishwi, lile neno linakuwa sehemu ya kukuosha. Wewe umeitwa
Sasa pokea urithi mchana huu. Kuna urithi wa amani, kuna urithi wa baraka, kuna urithi wa kushinda. Watapigana na wewe lakini hawatashinda, maana wewe unayo nia ya aliyesulubiwa, unayo nia ya aliyeshinda yote. Mpigie Yesu makofi. Amen. Watu wote tuseme nia. Lakini naongelea ijue siri ya madhabahu, kwa sababu madhabahu inajengwa ardhini. Kwa macho ya nyama na mwili unaiona hivi tu. Sasa angalia kwenye ile changamoto nilikuwa nashuhudia. Kwa namna ninataka upate ufahamu. Amen. Kwa faida yako na mfundishe na mwingine. Amen. Unapokuwa mazingira yako yanakuwa yanaashiria uchafu. Ndio. Uchafu kiroho unampa nafasi mtu anaitwa pepo mchafu. Mapepo mabaya yanafanya kazi mahali ambapo hapako sawa, ingawa sio wote yanaweza kuwafanyia hivyo. Wengine uchafu wao wanajichua wako kwa Mungu gani. PS makofi. Amen. Na wana uhakika hawapo kwa ajili ya hayo yapo kwa ajili ya utukufu wake Mungu wa mbinguni. PS makofi. Amen. Makofi mengi kwa Yesu. Amen. Kwa hiyo unaporuhusu usafi, lakini pia manake katika roho unamfanya Roho Mtakatifu awe sehemu ya kukukaribia. Unavoruhusu vitu vichafu naweza nikavitafsiri kwa namna mbili. Moyo uliokuwa mchafu, kwanza una mawazo mabaya, hasira, chuki, manunguniko, kunungunika, kutosamehe, kutoachilia. Moyo wa namna hiyo, maana yake katika roho au katika hekalu au mwili wa mtu huyo, maana yake atakaye kuwa na umiliki na kumtawala sio Roho Mtakatifu, atamtawala na kummiliki roho mchafu. Na huyu roho mchafu anafanya kazi kupitia madhabahu, lakini ni madhabahu ambayo iko kwenye ardhi hii, mahali inaweza kawa ni mbali. PS makofi. Kwa hiyo hakikisha unaijua mahali ambayo unapokelea urithi wa uzima wako, urithi wa baraka zako, urithi wa kumwabudu Mungu aliye hai. Sasa kama unamwabudu Mungu aliye hai, manake kuna watu wanamwabudu Mungu aliyekufa. PS makofi. Amen. Amen. Na kama utamwabudu Mungu aliye hai, ni lazima ukae kwenye nia ya Kristo aliyekufa mwilini. PS makofi. Amen. Wangapi wanafunguliwa hapa? Amen. Sema nafunguliwa. Sema napona. Napona. Sema nabarikiwa. Nabarikiwa. Kwa hiyo aina ya changamoto niliyokuwa napitia sio changamoto ambayo kila mtu anaweza kupitia. Hii niligundua, nilitambua hii changamoto kuna nia ya atakayemiliki na kutawala vitu vyote kwenye hii ardhi ambayo imebeba siri ya madhabahu. Kumbuka nilikwambia madhabahu ni lango la baraka. Mtu anayefanya vitu vyovyote huko kwa mikono yake halafu havishirikishi malangoni, huyo mtu anakataliwa, anachukiwa, anatengwa, hata na vitu vyake vinatengwa. PS makofi. Amen. Mtu anayekuwa vitu vyake kwa mikono yake, anavyovipata kwa kazi za mikono yake kwenye ardhi hii, kwenye nchi hii, anapovileta kwenye lango la kukutania, atakutana na mtu anaitwa kuhani wa Bwana. Sema kuhani wa Bwana. Jana tulisoma kuhani wa Bwana. Kuhani wa Bwana. Kazi ya kuhani, ile damu ya kunyunyiza, lile neno la Mungu limebeba kusafisha,
kutakasa, limebeba kuosha, limebeba kukutenga na vitu vibaya na vitu vichafu. Yes. Na ndio maana ukisha kutana na kuhani malangoni ukamkabidhi vitu vyako, vile vitu vinakuwa sehemu ya amani. Sema amani. Amani. Wewe mwenyewe utaanza kuona amani ya Bwana, utaanza kuona amani ya Kristo, utaanza kuona kama kuna vitu vilikuwa vinakufuatilia usiku, vinaanza kukuona wewe sio wa kukufuatilia tena. Pia Amen. Juhudi ulionayo ni kukimbilia chini, kukimbilia kwenye utakaso, kwa sababu madhabahu ni mahali panapomiliki uhai wako na vitu vyako. Ukiwa baba utakuwa na shamba, utakuwa na nyumba, utakuwa na watoto, utakuwa na mke, utakuwa na chochote. Manake wewe nia yako ikiamuru kusogea na kuitwa na huyu Kristo, maana yake kila kitu mpaka kiatu ulichovaa kinakuwa kimemilikiwa. Wangapi wanaelewa hapo? Amen. Kila kitu kinakuwa kimeshikiliwa, kimeshikiliwa. Na ndio maana utakuja kukuta kuna mtu anapoteza hela au simu, lakini hawafanikiwi kukaa nayo kwa amani, watakutafuta mpaka wanakurudishia. Nimewahi fanyiwa hivyo mara kadhaa. Juzi nilipoteza simu. Kijana wangu alichukua simu ikadondoka kwenye bajaji, akatembea maili nyingi, kilomita 3, simu haioni, simu ya bei kubwa. Nikamwambia endelea na kazi, mapenzi ya Mungu yatatimizwa. Ndani ya wiki ile simu ilikuwa imetolewa laini zote. Ndani ya wiki simu ikakutana na mtu anayejua picha zilizoko ndani. Yule dada akasema, hii simu niliokota, lakini sina amani kukaa nayo. Kaka, hebu iangalia. Akasema, huyu ninayemuona namfahamu, ni mchungaji, alafu na namba yake ya simu fulani anayo. Pia zima. Amen. Wakati huo simu nimenunua nyingine na nimeshatoa moyo, mapenzi yako yatimizwe. Pia zima. Amen. Nikaona napigiwa simu sana. Mtu ananiambia, blaza, kuna simu ulipoteza. Nikamwambia, umeona nini? Nasema, hapana, hebu niambie. Nikamwambia, ndio. Ulipotezea wapi? Nikamwambia, sikupoteza mimi, kuna kijana alikuwa nayo alipoteza, lakini alinitamkia amepoteza ni mahali fulani. Akasema, basi simu yako ninayo, inaonekana ilipasuka kidogo wakati imeanguka, nitaipeleka kwa fundi, utakuja uikute. Nilikuwa nimesafiri, niko mikoa mingine. Nikamwambia niko safari. Akaniambia, usipate shida. Moyoni sikuwa na mpango nao kwa sababu nishaitoa. Yesu makofi. Amen. Wakaitengeneza, wakaibadilisha ikawa nzuri kuliko ilivyokuwa kwangu. Nikatumiwa na bodaboda nyumbani, akaja akaileta. Yesu makofi. Amen. Akaja akaileta. Wakaanza kujiuliza swali, inawezekanaje hii siri iko kwenye madhabahu? Yes, makofi. Yes, amen. Uhai wako hata kama wakaleta sumu wanataka kukuua, madhabahu ndio inatakuwa kuamua huyu mtamuua, huyu hamtamuua. Yes. Yes, makofi. Amen. Nampenda Yesu wa Nazareti. Amen. Na hii madhabahu kwa jinsi nilivyo isikia moyoni, ndio na kuthamini. Amen. Ninakuheshimu. Amen. Ninakupenda. Amen. Hakuna madhabahu itakulea kwa staili ya huruma. Madhabahu ni lazima ikufanye kuwa tabia moja na Yesu Kristo. Amen. Amen. Sasa kama ni Kristo alisulubiwa mpaka watu wakasema huyu kafa wala hapumui, lakini Yesu akiwa msalabani alijua namna ya kukimbilia kwenye utawala wa roho yake. Akasema, Baba, roho yangu ninaikabidhi mkononi mwako. Amen. Amen. Hawa wasamee. Yes. Roho yako iko wapi? Pia makofi. Amen. Amen. Roho, jana tuliongea Ufunuo 6:9,
Asema chini ya madhabahu alipoufunua muhuri wa 5, nikaona roho zao waliochinjwa kwa ajili ya neno na ushuhuda wao waliokuwa na ushuhuda. Manake kadiri unavyokuwa mwaminifu, roho yako inakaa hapa chini ya madhabahu. Alafu jina lako linakaa mbinguni kwenye kitabu cha mwana-kondoo aliyechinjwa. Kile kitabu kinaorodhesha kila kitu, na ndio maana taarifa yako jioni ikienda kule, yeye anaanza kusema ninasikia raha kwa ajili ya huyu mtakatifu. Waliobarikiwa huwezi waloga, waliokombolewa na huwezi kuwachukia. Wao wapo kwa ajili ya kurithi, wapo kwa ajili ya kurithi ahadi ya uzima. Wako kwa ajili ya kurithi baraka na wawarithishe wengine ndugu zao. PS makofi. Amen. Makofi mengi kwa Yesu. Amen. Kwenye hili eneo la utakatifu nisitoke haraka. Utakatifu, na ndio maana watu wakielimishwa usafi kiroho na kimwili huwa wanachukulia mzaa. Kuna mtu mapepo hayawezi kuondoka kwa sababu tu kuna vitu haujakubali kubadilika. Yes. Kuna saa niwapongeze mlioko hapa. Amen. Mungu akubariki sana. Mwaka wakati mwingine unafika mahali unachota maji, unaweka msalani, unadeki, unaweka sabuni, hata hujaambiwa na mtu. Hilo tendo linampa raha sana bwana harusi. Amen. Unajaribu kufanya vitu kwenye maeneo ambayo madhabahu inamiliki, kwa sababu madhabahu yenyewe kazi yake ni kukamata mikono ya watu itoke kwenye mauti ya vizazi vingi, dhambi za vizazi vingi, iingie kwenye urithi wa uhai, na hapa wamtumikie Mungu aliye hai. Hapa waitwe watakatifu, hapa waitwe wasafi na watakatifu. Sema nafunguliwa. Nafunguliwa. Sema ninapona. Napona. Na ndio maana kuna namna ukikosa mtu atakaye kuelimisha nia ya Bwana. Ndio. Kuna tatizo utakuwa unaombewa kila siku. Ndio. Lakini wanaoshtaki kwenye hii nchi wanasema sawa, umeitwa, lakini kwa jinsi ulivyo kuna vitu haujakaa sawa. PS Magoti. Amen. Kuna mazingira haujakaa sawa, lakini Mungu ataendelea kusema na neno lake kupitia kinywa cha wakili wake Mungu wa mbinguni. Anapoendelea kusema, maana yake anakupa elimu, anakufundisha, anakuelimisha nia, mpango, makusudi ya aliyekufa, aliyeuawa. Amen. Sasa yuko hai milele. PS makofi. Jioni ya leo ninaona unakwenda kupokea kitu chema sana. Amen. Jioni ya leo ninaona unakwenda kuinuka. Kwa hiyo madhabahu, siri miongoni ya madhabahu, usione aibu kumshirikisha neno la Bwana kimadhabahu. Mshirikishe mkufunzi wako. Amen. Maana mkufunzi Mungu anamfanya yeye awe nyumba, na wale wanaokuwa wanyenyekevu wanakuwa nyumba ya Baba. Amen. Wanakuwa nyumba ya Roho Mtakatifu. Huo mwili unakuwa jengo, lakini Roho ya Mungu anayeitwa Roho Mtakatifu anakuwa na tawala, na dalili ya Roho Mtakatifu akiishi ndani yako, utaanza kuona raha, utaanza kuona amani, utaanza kuona furaha. Mchungaji akisimama hapa anaongea tu kawaida, unaanza kuona raha, unaanza kuona amani, unaanza kuona uhuru, unaanza kuona kicheko. Amen. PS makofi. Amen. Unaanza kuona ni kweli nyumbani sina chakula, ndio, sina nguo, ndio, nina madeni mengi, ndio, lakini neno likianza kuongea, unaanza kuona raha. Amen. Unaanza kuona kicheko. Amen. Nikutie moyo, hiyo nia chuchumalia, toa kwanza kwake. Alafu vingine yeye ndiye aliyekuja kulipa. PS makofi. Amen. Na ndio maana madhabahu ina nguvu, na ndio maana kama Mungu amekupeleka
kwa Mungu wa asili ya nchi ya wachawi. Wana kanuni zao kuloga, wana kanuni zao kuwaharibu watu. Ukienda kwa Wabena, watoto wanatahiriwa wakiwa wadogo. Staili wanavyotahiri, hawatahiri kama wanavyotahiri mahospitalini. Kama atakuwepo Mbena anaelewa. Manake huyo ni Mungu wa mti. Mtoto anatahiriwa, ananyonyeshwa sehemu zake za siri, ananyonyeshwa machuchu. Alafu anavyokamuliwa yale machuchu, maana yake wao wana imani anatahiriwa. Hilo jambo linafanyika msituni, manake kule wanamkataa. PS makofi. Wanamuingiza kwenye asili ya Mungu wa nchi kule mapolini na kuna vitu anapewa kufanya, vinapelekwa kule. Mama mzazi akikubali kusema chochote na wale watu, manake watoto wake wote wako kwenye zile madhabahu. Pia makofi. Amen. Sasa Mungu anapokugeuza ukaipata madhabahu yenye nguvu ambayo sio ya waliokufa. Pia makofi. Amen. Amen. Unapokuwa na juhudi kujitiisha, kwa tafsiri nyingine kukimbilia, manake umeshikiliwa. Unajua kwenye ile picha nimesema nilikuwa najikuta navutwa, lakini ulimwengu wa kiroho ka nafsi kangu kamekamatwa na mfalme Yesu wa Nazareti. Wangapi wanaelewa? Amen, amen. Kwa hiyo ninapoona hiyo vita, sihitaji kuangalia vita inapigwaje, nahitaji kuangalia hili gari la moto natakuwa kupana siti hapa. Amen. Makofi mengi kwa Yesu. Amen, amen. Wakati wengine hiyo staili hatuwezi. Huhitaji kuwa na maswali na wao, unahitaji kuwa na maswali na nia ya aliyekuwa mmiliki na mtawala wa mbingu na nchi. Yes. Maana wewe anataka kutenge, sio anataka, amekuchagua hasa. Yes. Uwe wake hasa. Ndio. Juu ya uso wa nchi. Yes. Ambayo hiyo nchi ina wachafu. Hiyo nchi ina majini, ina mila, ina Mungu aliyekufa. Pia makofi. Amen. Kuna mahali unaweza kwenda unachukua tu chakula unakula, unamaliza tu kula, tumbo la kuhalisha. Wangapi wamewahi kukutana na hiyo? Unamaliza tu kula mkate. Nakumbuka siku moja kijana mmoja walikuwa anacheza na mwenzake, akageuka akampuliza hivi, yule kijana akaanguka chini, haongei, hatembei. Fanya pepelea na wewe. Zama hizo kuomba kulikuwa hakupo. Wakambeba yule kijana, wakajaribu kufanya chochote. Nikajiuliza, nilikuwa uso kwa uso na alichofanya amefanya tu, alipuliza na mwone. Alafu yule mtu alipompuliza niona ananyong'onyea na katika mazima akaanguka mazima. Miezi mingapi sijui. Hata hawezi kuongea, akawa bubu. Pia makofi. Amen. Sasa huyo Mungu ni Mungu wa asili ya hiyo nchi. Yes. Lazima akutane na Mungu atakayetoa urithi, yes, kwenye kizazi kingine kupitia madhabahu. Amen. Walioitwa wao wanasema sisi tunamiliki. Amen. Sisi tunatawala. Amen. Sisi tunatiisha. Pia makofi. Amen. Na ukisha kuwa mrithi, hakuna mtoto mjinga anayekuwa amesomeshwa na baba. Ndio. Mama na baba wamelipa gharama. Umeenda chuo. Ndio. Umepata kazi. Ndio. Umepata mshahara. Ndio. Mtoto mwenye akili, mshahara wa kwanza atamfuata baba na mama, atasema ninyi wawili nishikeni mikono. Wale watasema sasa mtoto wetu hii kajenge, hii hapa kaweke benki, hii hapa fanya hiki. Pia makofi. Amen. Kama wako baba na mama kimwili, manake wako yuko wa rohoni, yeye ndo anapanga vitu vya nchi hii kupitia madhabahu. Pia makofi. Na madhabahu kama ni ipo kwa ajili ya kutakasa, neno takasa manake kuosha, yes, kubariki, yes,
kupatanisha. Jioni ya leo nikutie moyo. Unaweza ukawa ulikuja umekata tamaa. Ninakupa neno moja. Uwe na nia moja ya upendo kwenye madhabahu hii, ambayo hii madhabahu imefanyika kama sehemu ya kutoa urithi. Na inatoa urithi. Sio kila mtu atapokea urithi wa mahali hapa. Yesu makofi. Sio kila mtu atapokea urithi wa mahali hapa. Na kama atataka aje apokee urithi wa mahali hapa, kuna kanuni ambayo itaanza kutengeneza. Kuna maelekezo utaanza kutengenezewa. Yesu makofi. Sababu madhabahu ina mipaka. Na kama ina mipaka, huwezi kurupuka kuja, kwa sababu vita iliyoko hapa, wanaofanikiwa ni wale waliojua nia ya Bwana Yesu. Bwana Yesu. Ukijua nia, madhabahu hii inakuwa sehemu ya kukulinda. Mapepo yakipigana na wewe, yenyewe yanasema huyo hatuwezi kumua. Wewe kumbuka, nimepata changamoto ya kuanguka hiyo mara ya 4. Lakini hawa jamaa walinifuata hospitali eti. Wananiambia huyu ndo anayetusumbua kwenye mji. Sasa nikajiuliza, kumbe kuna watu unapigana nao. Mtu ana kitambi alafu ana timu ya vijana kama kaza. Sema huyu ndo anayetusumbua kwenye mji. Mshughulikieni. Vita bado imesimama. Yesu makofi. Amen. Hata hiyo siku kilichonisaidia kwa sababu ya kujipatanisha kwenye madhabahu, kilichonisaidia urimi, nia yangu ilikuwa imefeli kutegemea watu. Pigia Yesu makofi. Amen. Imefeli kutegemea vitu. Najua wako madaktari, ni watumishi wa Mungu. Najua watu wako mapolisi, lakini kuna vita unapitia. Ndiyo. Hakuna anayeweza kukupigania hiyo vita. Pigia Yesu makofi. Amen. Nilitamani mke au mama baba wanipiganie, lakini inafika dakika unatakiwa uingie kwenye dhiki hii peke yako. Tutakusikiliziaga kesho. Wangapi nielewa? Amen. Ukielewa hiyo hali, wewe kubali tu kukimbilia kwa Bwana. Wewe kubali tu kukaa madhabahuni. Iwe kufa au kuishi. Bwana, sina wema mwingine. Nimekubali kuwa msafi rohoni. Mtakatifu, nimekubali kuwa msafi na mwilini. Pia Yesu makofi. Wangapi wananielewa? Amen. Na ndio maana maombi ya watakatifu ambao wameitwa yanakilipuka tu kwenye gari. Huwa kuna vitu vya kuna nini hapa, tunaondoka. Haujajua tu. Wewe unatembea kwa kifua mbele. Sasa nimekanyaga hapa. Hakuna mpunga pepo hapa atakaa. Hakuna mchawi atadili na mimi. Yeyote atakaye kuja, kama ni mchawi, ataleta ninavyotaka. Pia Yesu makofi. Amen. Kama ana nia tofauti na Bwana wangu, ajiandae kufa. Pia Yesu makofi. Amen. Kama ana nia ya kuniroga, ajiandae kukombolewa au futi 6 chini yeye mwenyewe. Pia Yesu makofi. Amen. Kwa hiyo kunapofika mahali kuna watu wanakuja wakikusikiliza kwa imani, kuna mahali umerithishwa kitu ambacho kinaitwa patano la urithi wa mwenye nguvu kuliko nguvu zote duniani. Pia Yesu makofi. Kazi yako wewe ni kuwapa wale wanaonyenyekea. Na ndio maana ukiwa mnyenyekevu, kuna vitu utapokea kirahisi kwenye madhabahu hii. Amen. Ukiwa mtii, kuna jambo litabadilika. Ulikuja kiziwi, haujui, ujapokuwa mjinga. Kuna mstari mmoja nataka kumalizia, Isaya 34:35 na mstari wa 8. Unaweza ukawa mjinga, ninachoongea hiki ukawa mjinga, lakini neno la Mungu kwenye madhabahu litakufundisha nia ya Bwana Yesu, litakufundisha nia ya utakatifu.
Utapita katikati ya mbweha, dubu wala watu. Ndiyo. Utapita katikati ya mateso yameua wengi. Ndiyo. Lakini wewe utapita tofauti na wengine. Amen, amen. Isaya sura 35 na mstari wa 8. Na hapo patakuwa na njia kuu na njia, nayo itaitwa njia ya utakatifu. Wote tuseme njia ya utakatifu. Njia ya utakatifu. Kwa tafsiri nyingine ningesema tabia. Mwangalia jana yako, mwambie tabia. Tabia. Wasio safi hawatapita juu yake. Wachafu hawawezi kupita. Bali itakuwa kwa ajili ya watu hao wasafirio. Bali itakuwa kwa ajili ya watu hao wenye nia ya safari ya kuingia mji wa amani, mji wa haki, Yerusalemu mpya. Yes. Endelea. Wajapokuwa wajinga hawatapotea katika njia hiyo. Nisikilize, unaweza kuwa mjinga. Ndiyo. Lakini wewe nyenyekea. Amen. Sina wema wowote. Yes. Lakini kwako kuna kila kitu. Amen. Unaweza kuwa mjinga. Ndiyo. Nyenyekea na unakiri ushindi. Amen. Na ndio maana mimi nilifikiri ile changamoto itaendeleaga miaka yote, lakini siku nilipopata ufahamu wa kujua hapa nisicheze mbali na madhabahu, na chochote nikikipata lazima nianze na Bwana. PS makofi. Amen. Amen. Na unajua ukiwa mama mzazi, ndiyo, una watoto ni wajinga hawaelewi, lakini wewe utalipa gharama kwa ajili ya watoto. PS makofi. Amen. Amen. Na ndio maana watoto wazuri huwa wana adabu kwa baba yao na mama yao. Amen. Na ndio maana watoto wazuri huwa hawazili. Ukizila, ukikaidi, unaitwa mpumbavu. Yes. Mjinga na mpumbavu. Mjinga ni mpaya. Mjinga ni mtu asiyeelewa lakini yuko tayari kutii. Yes. Utapita simba wanapiga lakini umetii. Nenda. Piga Yesu makofi. Wangapi wananielewa? Amen. Sema nafunguliwa. Sema nafunguliwa. Na ndio maana usitishwe na magonjwa ya mwili huu. Yes. Tiishwa na nia ya Bwana Yesu. Amen. Tiishwa na nia ya Kristo. Amen. Ukitiishwa na nia ya Kristo utapokea urithi wa kuwapa usafi wengine, wa kuwapa utakaso wengine. Wajapokuwa wajinga. Na ndio maana kuna pigo likija hapa, haliangaliwa mlangoni, linaangalia huyu. Yes. Na ndio maana watoto wa mchungaji na mke wake mnatakiwa kuwaombea sana. Amen. Wangapi wananielewa? Amen. Okay, kuna namna ukiwa unawataja, ndiyo, ni faida ya wewe. Yes. Ukiona mtu anamchukia, ndiyo, kwa sababu ni mjinga, akipata akili ataelewa. Yes. PS makofi. Amen. Usiwe mjinga. Yes. Kuna namna, ndiyo, hawa jamaa wana kitu ambacho unapokuwa unahangaikia wao, ndiyo, ndivyo unatengeneza fence kwenye vitu vyako. Yes. PS makofi. Amen. Hesabu 18 mstari wa kwanza. Nataka niende nikaombe. Hesabu sura 18 na mstari wa kwanza. Bwana akamwambia Haruni, wewe na wanao na nyumba ya baba zako pamoja nawe mtachukua uovu wa patakatifu, wewe na wanao pamoja nawe mtauchukua ukuhani wenu. Sema uovu. Utauchukua uovu wa patakatifu. Neno uovu ni ukaidi. Yes. Ni makosa. Yes. Ni dhambi zinazoletwa hapa. Kuna mwingine anakuja na vitu hapa lakini vimepatikana kwa mabaya. PS makofi. Amen. Lakini huyu kuhani na watoto wake wao wanapewa kubeba uovu au makosa au mapigo. Na ndio maana adui akitaka kufanikiwa kupiga mtu yeyote atakayekuwa ameitwa hapa, ndiyo, ni lazima awe amefanikiwa kupiga hii madhabahu. Kama hii madhabahu hajaweza kumpiga anayesimamia, wewe hawezi kukupiga hata kama ni mjinga. PS makofi. Amen.
ila kitakachokufanya wewe uwe mshindi katikati ya wanaoshindana ndio ni wajibu ulionao hapa. Yes. P.S. Makofi. Amen. Wajibu wako utahakikisha unawapa urithi mpaka wageni wa nyumbani mwako. Amen. Amen. Utahakikisha unawapa urithi hata majirani mnaokaa nao. Yes. P.S. Makofi. Amen. Amen. Neno wajibu linamaanisha kutumika. Yes. Endelea kusoma. Na ndugu zako nao kabila ya Lawi, kabila ya baba yako, uwalete karibu pamoja nawe, ili waungwe nawe na kukuhudumia. Bali wewe na wanao pamoja nawe mtakuwa mbele ya hema ya ushahidi, nao watashika ulinzi kwa amri yako na ulinzi wa hema yote, lakini wasikaribie vyombo vya patakatifu wala madhabahu. Wote tuseme patakatifu. Patakatifu. Hebu nitazame, niangalia usoni. Patakatifu, pasafi. P.S. Makofi. Amen. Na naomba ukijifunza kusema tu nitakuwa mimi wa kufua tu pazia za mahali kufagia, kuna kitu unadaka. Amen. Amen. P.S. Makofi. Amen. Kuna kitu kitakufuata, unataka hutaki, ukikanyaga kwa wachafu ardhi itaanza kusema huyu sio mtu wa kawaida. Kila mahali anapokanyaga hatuwezi kumfuatilia. P.S. Makofi. Amen. Soma mpaka wa 6. Mstari wa 3. Nao watashika ulinzi kwa amri yako na ulinzi wa hema yote, lakini wasikaribie vyombo vya patakatifu wala madhabahu, wasife wao pamoja na ninyi. Wasife manake kama haujapewa ile neema ya urithi, manake kuna madhara unapata. Yes. P.S. Makofi. Amen. Kuna madhara unayapata. Kwa hiyo ili usiyapate madhara, lazima umsikilize Haruni wako. Yeye ndiyo msemaji. Mstari wa 6 anasema hivi. Mstari wa 6. Nami tazama, nimewatoa ndugu zenu Walawi miongoni mwa wana wa Israeli. Kwenu ninyi watu wao ni kipawa alichopewa Bwana, waufanye utumishi wa hema ya kukutania. Wa hema ya kukutania. Yes. Wote tuseme utumishi. Utumishi. Hema kiroho, mwili wako ni hema. Yes. La kukutania vitu virudi kwa Mungu kwa ajili ya utukufu wake, vilindwe kwa uweza wake. P.S. Makofi. Amen. Mwili wako ni hema, lakini hili ni hema linawakilisha kama ni Mungu, manake kuna Mungu wa madhabahu. P.S. Makofi. Amen. Amen. Wa 7. Mstari wa 7. Nawe na wanao pamoja nawe mtautunza ukuhani wenu kwa ajili ya kila kitu cha madhabahu na kwa ajili ya vile vilivyomo ndani ya pazia, nanyi mtatumika. Na wapeni ukuhani kuwa utumishi wa kipawa, na mgeni akaribiaye atauawa. Na mgeni akaribiaye atakufa. Yes. Sasa sio mgeni tu, ukija na tabia za kwenu za ugeni unakufa. Yes. P.S. Makofi. Amen. Neno mgeni manake ni lazima na wewe utakasike. Yes. Usiwe miongoni mwa wageni. P.S. Makofi. Amen. Maana ukikaa kama mgeni halafu ukasogea kwenye urithi wa kipawa, maana yake unapata athari, unapata hasara. Yes. Kipindi hiki haufi kimwili ila unakufa rohoni. Yes. P.S. Makofi. Amen. Amen. Kwa hiyo yeye ule ukuhani na kipawa ametoa urithi. Yes. Kwa mwenye nia ya kuwaelimisha kizazi hiki. P.S. Makofi. Amen. Urithi, sema urithi. Urithi. Na ndio maana ukiona wewe umepewa agizo la madhabahu na kuhani, ndio wewe unaelewa nimeunganishwa kwenye ukuhani, niwe na juhudi kufanya nilichopewa. Yes. Na ninapokuwa na juhudi nilichopewa, walio wajinga watafunguliwa kupitia mimi. Amen. Walio wajinga hawajui, mimi nitakuwa sehemu ya kuwasogeza, kuwaunganisha. P.S. Makofi. Amen. Amen. Makofi mengi kwa Yesu. Amen. Madhabahu. Kwa hiyo unavyokuwa hapa, yeye
Mbinguni anaangalia, kuna mtu nimempa nia ya Bwana wa mbingu na nchi, na kuna vitu vitasogea, hata kama ni vigeni, hata kama haziko sawa, ni vichafu, yeye kazi yake ni kuvitakasa. Neno langu ni utakasa, neno langu ni roho ya urithi wa wale ambao wanakuja wameharibikiwa. Pia Yesu makofi. Haya maneno, neno hili linaanza kukupa uhai, na unapokuwa na juhudi kuwajibika, unapokuwa tayari kutumika, unapewa urithi wa kipawa. Kipawa kinaanza kufanya kazi ndani yako. Kipawa ili kifanye kazi kwa nguvu, lazima usabumiti kunyenyekea. Ukijifanya unyenyekei, unapata madhara, maana wewe ni mgeni, utakufa. Yes, makofi. Amen. Kwa hiyo unapokuwa unanyenyekea, manake unaingizwa kwenye urithi wa hii madhabahu. Hata kama uko chumbani, hata kama uko barabarani, wewe ni mrithi wanaosafiri. Hata kama utaona kuna vitu vinatisha, lakini wewe unapita ni moto wa Mungu wa Elia, unateketeza vitu vyote, unaharibu vitu vyote viovu. Makofi mengi kwa Yesu Kristo. Amen. Jioni ya leo ninaomba nikuweke wakfu. Ninaomba nikuombea maombi haya. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu ninaona amani, ninaona furaha. Usisahau, tambua ninasafiri. Niko kwenye njia. Niko kwenye tabia. Niko kwenye tabia ya watakatifu. Nijapokuwa mjinga, kitakachonisaidia ni unyenyekevu na utii na wajibu wangu. Pia makofi. Vitu vinavyonitisha, vitu vinavyoniogopesha, havitakuwa na nguvu, kwa sababu yuko aliyenipa urithi. Aliyenipa urithi. Na mahali tunapopokea urithi, ni lazima aliyeturithisha asiwepo. Na ndio maana mchungaji na uchungaji ni vitu tofauti, ni vitu viwili tofauti. Yes, makofi. Uchungaji na mchungaji, kuna vitu viwili hapa. Uchungaji hauoni kwa macho, lakini mchungaji unamuona. Yes, makofi. Sasa ili uone uchungaji, lazima uwe tayari kurithi hicho kipawa kwa unyenyekevu. Lazima utambue, mimi ni asili ya familia hii, nimerithi. Unapokuwa mnyenyekevu, ugonjwa ule wa kuanguka chooni wanakufa, wewe unatoboa. Hakuna wa kukusimamisha. Yes, makofi. Ugonjwa ule wa kukaa, mnakaaga kwenye ndoa mwaka mmoja mnaachana, wewe unapasua na ndoa yako. Yes, makofi. Wangapi wananielewa? Tangu nilipoanza kumjua huyu Yesu kwenye ukoo wa baba yangu, kulikuwa hakuna mtu anafaulu aende kusoma, anaweza kafika form 2 anarudi kulewa, anarudi kubebesha mwimba, anakuwa mtu wa kawaida. Lakini tangu hapo nina wadogo zangu ni madaktari bingwa. Na mimi leo nakuambukiza kupitia neema madhabahu hii. Nina wadogo zangu, leo nilikuwa ninaongea na mdogo wangu, sasa tunakuangalia kama hawakuchui, sisi tunatambua ulikotoka, tunakuangalia. Na waambia, kwa kuwa mmekuwa na nia moja, nami ninawaombea kwa Baba, maana amenipa kuwarithisha neema niliyopewa. Pokea hayo, pokea hiyo neno kwa jina la Yesu. Pokea kwa jina la Yesu. Watu wanaweza kasema kwenye ule mti, ugonjwa huu umeua watu 70, lakini wewe unayo nia ya aliyeshinda. Unayo nia ya aliyebarikiwa. Watu wanaweza kasema umasikini kwenye ukoo huu hawajawahi fanikiwa, lakini katikati ya umasikini unaachilia baraka wengine. Katikati ya mateso, katikati ya kifo, unanyanyuka. Siku niliwashuhudia watu, wakaanza kujiuliza, inawezekanaje haya? Sina wema, ila nimemkimbilia Baba. Sema sina wema,
Sasa kama hauna wema, kipawa ndugu yangu, kitumikie. Sio yani, wakati mwingine vitu vizuri vya kwako anza na madhabahu. Kubali tu kulala njaa, lakini nimewekeza kwenye urithi wangu. Amen, amen. Wangapi wanielewa? Amen. Kubali kuanza na Bwana atakuachilia vya kwako. Amen. Na madhabahu hii nina shauku kwa sababu nina dua na maombi kwa ajili ya mahali hapa. Kwa neema yake amenipa kibali kukanyaga hapa. Nimemsihi Roho Mtakatifu, nimemsihi Roho wa Mungu akugonge muhuri jioni ya leo. Amen, amen. Alafu akufanyie ukombozi. Ukombolewa utumbo, maini, akili yako irudishwe mbinguni kwa Baba, ikakae mahali alipo. Wanakuona uko hapa, lakini uhai wako, lakini nafsi yako imeketi pamoja na Mfalme, imeketi pamoja na Baba. Inafungua huo mlango wa kibali, inaondoa roho ya uoga. Sema nakataa uoga. Nakataa uoga. Sema nakataa uoga. Nakataa uoga. Sema nakataa uhofu. Nakataa hofu. Sema nakataa hofu. Nakataa hofu. Kwa nini Biblia imesema usiogope? Tutaendelea. PS makofi. Usitishwe kuja hapa unaitwa tasa miaka 200. Yes, yes. Usitishwe kuja hapa kwa sababu una ugonjwa hauna tiba. Yes. Mimi nitakuwa kwenda India nikaangalia mke wangu kazima. Mama yangu alikuwa jasiri, Mungu alimsemesha. Usiogope mwanangu, tunakuombea. PS makofi. Amen, 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 amen. Madaktari unaingia wako wengi, wanaonyesha vitambulisho, wanaongea lugha zote. Mchungaji hawezi kuweko hapo, wote wanaongea, wanasema huyu tunaona mauti, hii is dead, lakini unakubali rohoni, nimekufa mwilini, ninainuka rohoni. Yes, na wiki hii kuna mtu mmoja hapa, mikono ya madhabahu inakwenda kukubariki. Amen. Mikono ya madhabahu inakwenda kukuinua. Nampenda Yesu. Tumbo lako na uzao wako liwe la watu wanaosafiri kwenye kizazi hiki. Makofi mengi kwa Yesu. Amen, amen. Ondoa hofu. Kuna mwingine anawaza sema mimi ugonjwa, nimeteseka, nimeenda, kuna tatizo halina jibu dunia hii, hata mtu mmoja. Yes, yes. Sasa ukipata elimu ya wanaojua hiyo elimu ya Mungu aliyekufa, unazimika. Yesu makofi. Amen, amen. Wewe ukiona hiyo elimu, kubali kufa kwa imani. Amen. Uwe Kristo aliyesulubiwa. Yes. Anza kuijua nia ya Bwana. Nimesulubiwa mawazo yako, ili nimemfia Mungu. Yes. Ili nimuishie Mungu hapa hapa. Yes. Ninatembea na Mungu hapa hapa. Ninatembea na baraka hapa hapa. Ninatembea na familia hapa hapa. Sema ninafunguliwa. Sema ninapona. Wakati huu naomba utumie ulimi wako. Simama juu, mshukuru Mungu. Wewe tamka tu ninashukuru. Na ndio maana Yesu hakuweka kikao cha maombi na dua na watu, lakini aliangalia tu akasema, Baba ninakushukuru kwa kuwa wewe ni Bwana wa mbingu na nchi, na hawa wameamini na hawa wamesadiki ya kwamba mimi ni mtumwa wako.